Hapa na tunazungumza kuhusu maisha, msikilizaji, maisha halisi ya kweli ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu nasi tunawasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Mimi Veronica Frenki, karibu sana. Ndugu yetu anayewasilisha mkasa huu anaitwa Joachim. Na kuna mahali jana tuliishia. Joachim anatueleza kwa habari ya mama mmoja. Mama ambaye anakuja moja kwa moja katika ofisi ambayo Joachim hapa anafanya kazi. Anakuja mara nyingi. Na anamuuliza Joachim, umeishia kidato cha ngapi? Joachim anamueleza nimeishia kidato cha 3. Huyu mama anamwambia Joachim, ni vyema ukafika mpaka kidato cha 4. Anamwambia umuhimu wa kijana kupata elimu ya ngazi ya kuanzia kidato cha 4. Kidato cha 4 ni mwangaza mkubwa sana kwa kijana. Anashawishiwa aende akatafute sehemu na asome. Hamwambii kwamba nitakusomesha. No, ni vyema ukajiendeleza na elimu. Lakini Joachim anasema jambo hili hakulitilia maanani. Lakini kwa mara nyingine tena huyu mama alimwambia, vipi umefikia wapi katika swala lile tulizungumza? Joachim anasema kiukweli kabisa mimi bado sijafanya chochote. Lakini Joachim baada ya hapo anachukua hatua na anashawishiwa zaidi na rafiki ambaye ni jirani naye, ambaye yeye huyo jirani anasoma English course. Anasema bwana, nilipata chance kuongeza jambo kidogo, nikaona na mimi nipate kujua Kiingereza vizuri bwana, kuongeza maarifa katika maisha ambayo tunaishi. Kwa hiyo mimi naongeza kwenye eneo la lugha ya Kiingereza, nataka niwe vizuri huko pia. Kwa hiyo wanajadili hapo na Joachim anatafakari yeye mwenyewe binafsi kuhusu haya yote ambayo yanaendelea katika maisha yake. Karibu sana msikilizaji, tusogee mbele zaidi katika No Filter ya Jahazi chini hapa Clouds FM. Ndio. Joachim anasema mimi ni kijana ambaye nilishawahi kupenda sana shule, lakini ilifika mahali nikaona elimu sio fungu langu. Niliamini naweza nikapita njia nyingine nikaenda kwenye mafanikio. Sasa nimefika hapa na shawishiwa tena ile ari ya kutamani kurudi shule irejee tena. Sasa ni mtu ambaye naweza nikapata 200-300 nikaendelea na maisha yangu na nashawishiwa nirudi tena shule. Ndio. Joachim anasema nilipata nafasi ya kuzungumza na tajiri yangu, na maanisha bosi wangu. Nilimueleza kuhusu hili wazo. Nakumbuka alicheka sana. Akaniambia, niambie. Kwa hiyo bwana Joachim anataka kurudi shule. Nikamwambia yani hivyo. Akasema lakini wewe bado kijana mdogo. Unaweza ukarudi shule kama unasikia mwamko ndani yako. Unajua masuala ya elimu waga sio ya kumpushi mtu. Ni maamuzi ya dhati ambayo mtu anabidi atoke ndani. Mtu akikulazimisha, mtu mzima kama wewe kwenda darasani na wewe hutaki, ina maana ni kupoteza muda. Lakini kama wewe mwenyewe ndani yako ukasema mimi nataka nirudi shule, ukajipima kwamba nguvu unazo, uwezo unao, sio vibaya kwenda kuongeza elimu. Na nakumbuka kabisa pia huyu mzee alisema, mimi bwana katika maisha nimeishi tangu nimekuwa kijana mpaka nimefika hapa nilipofika. Katika experience yangu ya maisha, katika mengi nimekutana nayo, kuna level ya elimu ni muhimu sana, mtu hatakiwi kuikosa. Akaniambia kwanza, kila mtu anatakiwa kujua kusoma na kuandika. Yaani kila mtu ajue kusoma na kuandika. Ni eneo pana sana ambalo linamtoa mtu kwenye ujinga. Mtu ambaye hajui kusoma, hajui kuandika, huo ni mzigo kwenye maisha yake mkubwa sana. Kwamba hata barua inakuja hawezi kuelewa chochote, inabidi atafute jirani, nisomee bwana ujumbe unasemaje. Huo ni ujinga usiokuwa kiwango cha kawaida. Tena ni wa kukataa kabisa. Lakini sawa, umejua kusoma na kuandika, lakini level ya elimu ambayo inampa mwangaza mtu yeyote ni kuanzia kidato cha 4. Hata huyu mzee hapa aliniambia, kidato cha 4 utakapofanya vizuri, malango yako yanaweza kawa wazi katika nyanja nyingi. Kuna mahali unaweza ukapenya kwa urahisi, lakini bila cheti cha form 4 kuna mahali uwezi ukafika. Hufiki. Labda ufanye mambo yako mengine ambayo haya sasa tunasema ni ujikite labda kwenye shughuli zako binafsi za kibiashara. Lakini kama unataka upate mwanzo fulani, labda upate ajira serikalini au upate connection fulani, cheti cha form 4 kinaulizwa sana. Kwa hiyo kuna mahali ili ufike unahitaji cheti cha form 4. Kwa kama utaona ni vyema kurudi shule, mimi pia ni kuunge mkono. Lakini narejea kusema, kama unasikia hiyo ari ndani yako,
tulizungumza na akasema kuna masomo ya jioni, unapiga zako mishimishe, ule muda unakaa na washikaji mnapiga story, wewe unaenda zako shule, unaenda unasoma zako, unapanga mipango yako, unaona inakuaje. Akaniuliza, sasa huyu mama yeye anasema watu wakasome hela anatoa? Nikamwambia yani kusema kwamba ananilipia, hapana, hajasema hivyo, lakini mimi na kiasi naweza nikaona naanzaje. Kwa hiyo kama bosi wangu aliachilia hizo baraka kwamba naweza nikasoma, kwa sababu wakati mwingine unakuta kuna kazi nyingi pia zaidi, kama naye analipokea hilo kwa namna hii, nikaona huu ni mwangaza mzuri. Joakim anasema nikaanza kufuatilia wapi naweza nikasoma elimu hii nayo itafuta. Ina maana mimi kwa level nilifikia form 3, ina maana niende nikaulize ninatakiwa nisome vipi yani. Kwanza nimesoma siku nyingi, sasa siku zimepita. Je, nikisema niende moja kwa moja hiyo form 4 labda. Nifuatilie taarifa zangu kule zije niende form 4. Ni kweli naweza nikafanya mtihani wa form 4 kwa muda wote ambao nimekuwa niko kitaa. Lakini nilipofika pale nilipewa maelekezo. Nikaambiwa kwa sababu hujao darasani muda mrefu, hata hii elimu ya QT ni elimu rafiki sana, ambayo nilipewa maelekezo yake, na maana nitasoma kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne kwa miaka 2. Na mimi nikizungumza hivi kwa sasa hivi watu wengi tunaifahamu hii elimu. Kwa hiyo kwa mimi, kwa sababu nilikuwa sijafika form 3, inayo ilikuwa sio kwamba ni full nimemaliza form 4 ndo hivyo, kwa nilishauriwa nisome kwa mfumo huu. Na kitu ambacho nilikipokea, nikajua taratibu zote, kiwango cha ada nikawa nimejua, ratiba za masomo nikawa nazo nimezijua vizuri. Kwa hiyo nikasema taanza kulipa ada kidogo, ambayo hii ada ya kwanza ni fedha yangu ambayo nilikuwa nimetunza kwenye kibubu changu. Nilienda nikalipa hiyo ada, na nakumbuka mshikaji wangu mmoja akaniambia, yani wewe wakati unatakiwa utunze fedha kwa ajili ya kuja kusema nataka nifungue biashara yangu fulani, wewe unaenda tena kulipa tena. Hivi unajua elimu ya sekondari ilivyo? Hivi unajua elimu ya sekondari? Wewe unadhani hivi ukienda sekondari utaweza? Unajua kutafuta hela mtaani, unadhani utaenda utaweza? Namna moja ama nyingine, unapofika level kama hii ya maamuzi, kuna maoni tofauti. Na mimi sasa nimeshaamua sasa, ngoja nirejeshe ari ndani yangu ya kusoma, nipige hatua moja kwenda hatua nyingine. Joakim anasema nilianza kwenda shule. Haikuwa rahisi kwa sababu na muda mrefu toka nilistop masomo, lakini nilikutana na walimu ambao wananitia moyo. Akasema, sasa wewe mbona bado kijana? Angalia yule, naona kuna watu wengine watu wazima kabisa, kuna wengine wana risiti. Na nilipata mwanga mkubwa sana nilipokuwa nimeanza pale, ambapo mimi niliona mbona taweza kweli. Naonyesha, unamwona yule mama ana risiti. Nauliza, ana risiti elimu gani? Ana risiti form 4. Huyu ana risiti form 4. Kwa nini ana risiti huyu mama? Alikuwa wapi siku zote? Unaambiwa mtu alikuwa anafanya kazi sehemu. Huyu mtu alikuwa ameajiriwa sehemu, lakini anataka kuendelea mbele zaidi, anakuja kuangalia cheti chake, anaona cheti chake hakina sifa zinazostahili. Kwa hiyo natakiwa afanyaje huyu mtu? Inabidi aende ka risiti, ndio yuko hapa na risiti. Kwa hiyo kuna umuhimu sana kusafisha cheti cha form 4 kama una ndoto za kufika mahali. Lakini kama huna ndoto, una mipango yako mingine ambayo unaamini utasimama nayo siku zote, pambana nayo hayo. Lakini kama una mipango hii ya mlengo huu wa cheti cha form 4 muhimu, basi lazima usafishe cheti chako cha form 4. Nilipata maarifa kama hayo. Nakumbuka huyu mama alikuja tena, na aliponiona hapa alinisalimia, nami kwa heshima nilimsalimia, na ilikuwa ni mapema kabisa, majira kama ya saa 4-5 hivi asubuhi. Akaniambia, niambie Joakim, umefikia wapi? Basi tu nikatabasamu, nikamwambia, mama, umenitia moyo sana katika kitu ambacho sikuwahi kuwaza, ni kurejea darasani. Lakini neno lako la mara ya kwanza, neno lako la mara ya pili, ni kama liliamsha tena zile kumbukumbu za miaka ya nyuma. Unajua hata mamangu alikuwa anapenda sana nisome, lakini kutokana na changamoto ambazo nilikutana nazo, sikuweza kuitimiza hiyo ndoto ambayo mamangu alikuwa anataka. Kwa hiyo maneno yako yaliamsha tena zile kumbukumbu za marehemu mamangu. Asante, kwa sababu sasa nimeanza masomo. Yule mama akatabasamu akaniambia, kwa hiyo umelipa ada? Nikamwambia ndio, fedha 2-3 ambazo waga nazipata hapa nimelipa kidogo, ambayo ninaweza nikaanza. Akaniambia, usiniambie. Nikamwambia ndio mama. Nakumbuka mama alikuwa amekaa kwenye siti yake ya gari hapa mbele, akasema, ngoja nishuke tuongee vizuri. Nikamwambia ndio mama. Joakim anasema basi mama akashuka.
Ameshuka akaniambia tukae sehemu, nataka tuongee vizuri, akiwa anatabasamu. Ni mama mtu mzima. Basi nakumbuka tukakaa kwenye viti hapa, waga tuna siti zetu hapa, kuna kakivuli hapa, tukawa tumekaa. Na mimi namheshimu sana huyu mama, ni mtu mzima kama nilivyokueleza. Akaniambia, "Hebu nieleze siku ya kwanza unaenda ilikuwaje?" Nikamueleza. Nikamwambia nimeenda nikatiwa sana moyo. Niliwakuta watu wengine ni watu wazima sana. Na nikasema kama wameweza, kwa nini mimi nishindwe? Akaniambia hongera sana. Nilijua huwezi kuchukua hatua. Nilihisi hivyo. Naona wewe ni kijana una ujuzi mkubwa sana. Lakini ujuzi uliokuwa nao unaweza kukufanya ukastaki mahali. Kuna level ya elimu inampa mtu mwanga. Embu pambana, soma kwa bidii sana. Lakini umenitia moyo sana. Nimefurahi sana Joakim, nimefurahi sana. Sasa usijali kuhusu ada. Naomba unitumie account ya bank ya hiyo shule. Naomba nitalipa. Kuanzia hapo ulipoishia, mimi nitaklia kila kitu. Nikamwambia, kweli mama, unanilipia? Akasema, sio nakulipia kwamba msimu, nakulipia hapa ulipoanzia wewe. Maana umeonyesha hichi ni kitu ambacho unaona kinakufaa kwenye maisha yako. Yaani umeonyesha una nia na hiki kitu. Na mimi waga napenda mtu aonyeshe kwanza nia. Mimi hupenda kumshauri mtu. Napoona anafanya hiyo, anaichukua hiyo na kuona kwamba na mimi naweza nikafanya hiki, akachukua hatua, ananitia moyo na mimi ambaye nimetoa ushauri. Kwa hiyo nasema ulipopaweka wewe, mimi najaziliza mpaka pawe top, na nakulipia na mahitaji yote ambayo yatahitajika. Naomba usisite kuniambia. Nikamwambia, mama asante sana. Mama asante sana. Akaniambia, usijali mwanangu. Cha msingi zaidi, focus kwenye masomo. Fanya kazi yako, muda wako wa ziada usitumie kwa washikaji, usitumie kupiga zogo, tumia muda kusoma. Lakini hata ukiwa umefanya shughuli zako hapa umechoka, au umepata mapumziko yako pitia notes zako. Muda wa darasani, nenda darasani. Unanielewa? Nikamwambia, mama asante sana. Tulizungumza mimi pamoja na mama maneno haya. Namuita mama kutokana na namna nilivyokueleza makutano yetu na vitu kama hivyo. Ndio anatueleza haya ndugu yetu anaitwa Joakim. Joakim anasema, hii ni safari yangu mi Joakim. Sasa kweli nikatia bidii sana katika masomo. Nikipata time nimekimbia, nimeingia zangu darasani. Napiga huko kazi, naenda darasani. Huyu mama akija ananiachia hela. Hii utatumia kwenye nauli. Yaani huyu mama ananiachia 1,500,000, 200,000, unaona? Lakini nataka nikwambie, sijawahi kumtafuta huyu mama kumsumbua kwa chochote. Yaani makutano ya mimi na huyu mama waga ni hapa. Unajua katika maisha kuna ile mtu anaonyesha nia kukusupport. Na alichonifundisha kitu huyu mzee hapa, aliniambia vijana waga tuna mihemko ya kutamani mambo kwa haraka. Sijawahi kumwambia huyu mama ninahitaji fedha. Mama nisaidie bwana hapa anapokaa kodi, au mama yani mimi sijala. Yani kwa sababu amejitolea kunisupport kwenye eneo la elimu, kwa ananilipia ada, basi mimi nimgeuze, yani awe kama kitega uchumi changu, au nigeuke nianze kumsumbua. Mama unajua huyu mama alinikuta hapa. Yani ananikuta hapa. Kuna siku alikuja akaambiwa, Joakim bwana ameenda leo shule mapema, naona kuna issue wanaenda kufanya huko shule. Akaniachia ujumbe pale kwa bosi wangu, msalimie sana, mwambie azidi kupambana na vitu kama hivyo. Kwa sikuwahi kumsumbua kwa chochote, ila mimi zaidi nilimwambia kwa Mwenyezi Mungu amkumbuke, amjazilizie pale ambapo ametoa. Mimi ni nani hata nionekane kwa huyu mama? Anakutana na watu wangapi? Mimi ni nani? Hilo tu kwangu lilitosha kuona nina sababu ya kumshukuru Mungu kwa wema huu ambao huyu mama amenitendea. Sasa haya masomo unasoma miaka 2. Unaona ya form 1 na form 2 mimi haikunisumbua sana. Ukumbuka nilisoma japo siku zimesogea. Kwa hiyo ni kama bado na kumbukumbu fulani katika eneo hili. Sasa nimefika ule mwaka wa pili. Huu mwaka wa pili na maana nasoma tena
miaka miwili tena, ina maana form 3 na form 4. Sasa hapo ndipo ambapo unabidi ujikite zaidi, akili yako ifocus hapo na mambo mengine. Kwa hiyo niko napambana kweli kweli, mwaka moja madarasa mawili niko napambana. Nakumbuka siku moja kuna mshikaji wangu ambaye tuko naye hapa, tunapiga naye hizi kazi. Sisi ni washikaji, story nyingi, mipango mingi, mikakati mingi. Siku ile aliniambia weekend una ratiba gani? Nikamwambia nipo na nataka tu leo nipumzike. Akaniambia kama unataka leo kupumzika wapi tustoke? Nikamwambia wapi twende? Akaniambia twende sehemu tukachill, kila kitu tutaklia. Nikamwambia usiniambie. Kwa hiyo twende zetu, nitakuwa na girlfriend wangu, yeye ana mwanamke wake, yani huyu mshikaji wangu ana mwanamke wake. Nikamwambia poa. Sio kwamba siye kutoka, waga tunatoka out, tunatokaga mara moja, sio nyingi. Kwa hiyo akaniambia tutatoka. Kweli tulitoka. Joakim anasema tumetoka pale, nikamkuta girlfriend wake, lakini girlfriend wake wa mshikaji alikuwa na rafiki yake. Mimi rafiki yake simjui, lakini tukakutana pale, tukakaa kwenye siti moja pale, tukaanza kupiga stories za hapa na pale. Mshikaji anakunywa, yani mshikaji wangu yeye anatumia kilevi. Akana niambia afu Joakim bwana, yani wewe bwana empata hata kidogo. Nikamwambia mimi katika vitu mimi sitaki aisee pombe. Mimi pombe hapana. Mimi pombe nakataa. Kasema acha zako bwana wewe. Kunywa hata kidogo. Nikamwambia mimi hapana, tuendelee na mambo mengine. Kweli tuliendelea kupiga stories hapa na pale, na mimi sasa kwa sababu kijana unajua wale wanapiga story na mwenzie, na mimi ikabidi nianze kupiga story na huyu msichana mzuri tu hapa, na anaongea vizuri. Tukapiga story sana, tumepiga story mpaka tunaagana, tukawa tumebadilishana namba na huyu msichana. Mshikaji wangu yakana niambia yani Joakim tatizo lako unazubaa sana. Nikamwambia kwa nini? Mtoto mzuri huyo hapo. Kuongea vizuri uwezi, unajingatangata. Nikamwambia wewe mambo hayataki haraka hivyo. Kweli ni msichana mzuri, anapendeza machoni. Sasa mimi nitampa nini msichana kama yule? Niambie tuzungumzie hapa, tampa nini? Sasa nikamkumbusha mshikaji wangu msichana mmoja ambaye mimi nilikuwa nimempenda. Yani sisi vijana tena ambao tupo katika kujitafuta, kuna msichana unampenda lakini huna cha kumpa. Yeye anataka kusuka, sio anasema nenda kununua mafuta. Yani wewe huna cha kumpa, labda utamnunulia chips mayai, kila anachokitaja kwako unaona hauwezi kumkamilishia. Sasa na kwa kila siku msichana ananungunika, mwisho wa siku unakuja kugundua anatoka na mtu mwingine, unabaki tu unaumia. Kuonekana namwambia msichana mzuri kama mimi nampa nini? Yani mimi nampa nini mshikaji? Unadhani wasichana wanataka chips mayai yao? Huyu hapa anataka sio aende akafanye shopping, huyu hapa anataka kusuka, sio kusuka anataka 1000. Angalia zile nywele alizosuka, maana siku hiyo huyu msichana alikuwa amesuka rasta. Namwambia na maana hiyo hapo labda ni 15,000 au 20,000. Mimi mwenyewe inakuaje? Mpaka nipige pale issue nipate. Sasa hivi unajua pia nasoma, kuna swala la nauli. Mr. kitena habari za wanawake, Mr. kabisa. Tukapiga hivyo story, lakini mambo mengine yakaendelea. Sasa tulibadilishana namba na yule msichana, tukaanza kuchat na yule msichana, na nataka nikwambie sio mimi nilioanza. Yani mimi nilichukua namba ya huyo msichana, lakini sikumpigia simu. Lakini yeye ndo alinitumia message, akaniambia mambo Joakim. Nikamwambia poa, mambo vipi, fresh, unaendeleaje? Nikamwambia niko poa. Tukasalimiana hivyo, na hata mara ya pili mimi sikumwanza, kwa sababu nilishajua bwana, wanawake mjini kuwa hendo. Nataka nikwambie, ili uwe na amani lazima unahitaji kampunga kidogo. Tofauti na hapo unaweza ukajikuta wewe kila siku unaumiaga. Kwa hiyo sitaki sana kujipeleka, lakini huyo msichana kana anaonyesha sana ushirikiano, na tukawa tumepanga appointment. Hasa mshikaji wangu ananiambia huyo msichana amesema tukutane tena, hebu tukutaneni bwana, tukae tupige story na nini. Kwa hiyo tulienda kumit mara nyingine tena. Tukakaa tukapiga story sana na huyo msichana, tukapiga story, lakini kwa namna fulani mimi ni kijana na mimi na namna yangu kimuona naweza nikapata feelings huyo msichana kama kanielewa, namna ambavyo iko comfortable tu na mimi. Alafu siku ile anasema haina shida, tunaweza tukaenda kwako. Sasa kama hajanielewa anataka tuende kwangu, tukafanye nini? Mshikaji akana niambia haya, useme sina hela, sema na leo kwamba sina hela. Mtoto huyo hapo hataki hela, hataki chips mayai. Huyu mtoto kakuelewa, kakupenda.
Kwenye maisha sometimes unakutana na mtu anakupenda jinsi ulivyo, hata hela zako. Wengine hawana njaa. Shida unakutana na wanawake wana njaa. Muda wote wanataka tu kuhongwa. Huyu mtoto mzuri, hana njaa, hayashindwa mwenyewe. Sasa we kiangalia hapo, mtoto ananiambia hamna shida, naweza tukaenda tu hata nyumbani tukachill tukaongea. Jamani, kasema jamani, mimi mwenzenu, mtoto huyu hapa mzuri. Joakim anasema haya nimeyapitia katika safari yangu ya maisha. Nazungumza hivyo, niko katika mwaka wa mapambano, mwaka ambao nataka kupambana kuitimiza ile ndoto yangu. Na mimi nipate nafasi ya kuwa na cheti changu cha form 4. Ndio, nikushukuru sana kwa kunipa nafasi ya kusikiliza Jahazi Chilia Clouds FM katika siku njema ya leo. Kumbuka ni kila siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa kuanzia saa 12:12. Basi kwa sasa hivi tuna mapumziko kidogo, kwa sababu tutarejea hapa na tutaendelea na Jahazi Chilia mpaka saa 3 kamili usiku.